kukaa na Yesu Ekaristi na kwenye groto la mama Bikira Maria. Kwenye tafakari. Uwe na muda. Wiki isiishe mama unaenda kwa Yesu Ekaristi. Hujakata kwenye groto. Hata kama uko mjini, kile kipindi cha kula cha mapumziko, unapita pale kwa Yesu Ekaristi kidogo. Unapata muda kupita St. Peter, St. Joseph. Huko unatafuta sehemu, unapita, unasema na Yesu. Mama, tuna mambo mengi ya kuombea. Nani ana jambo la kuombea wapi naombea? Mambo yamejaa. Waanze kwanza kuombea hiyo ndoa uimalize nini? Umefika kwa watoto, uombee kizazi kijacho, uombee ukoo wenu, niombee majirani. Maana huwezi kuamka asubuhi ya kuombea jirani yako. Unamkaje mama? Na wakati maandiko yanasema mpende jirani yako kama ninavyojipenda mimi. Yaani kama ninavyojipenda mimi maji. Maana yake kuna wakati umepakana na jirani, hawajawahi kula nyama. Wewe ndio maana watu wanalogoga naomba niwaambie kweli hiki kitu. Yaani wewe jirani umeifungia ndani ya geti lako, unakaa nje, shwa unanukisha injili kulao tu nyama za kuku. Ni jirani yako hajawahi kupika hata nyama. Mwambie mwanzo umepata hivi. Na ndio maana wengine wakishalipata somo anaenda siku nyingine anapita. Mama Irene, upo mama? Jirani anaendelea. Mungu ili akupe jirani alikuangalia. Akajua nampeleka Martha pale. Kwa sababu Martha anaenda kukaa na Mage pale. Ninajua moyo wa Mage anitunzie yule mtu. Mtakatifu Teresa wakalikuta nasema, kila unayekutana naye muone Mungu ndani yake. Shida ni nini sasa? Naomba niwaambie akina mama. Mtu anapakana na jirani, anaanza, jirani ni mchawi. Huyu jirani yako. Yaani kwa sababu jirani hana kitu, unamwona mchawi. Mwambie ushindwe kwa jina la Yesu. Mwambie ushindwe kwa jina la Yesu. Yaani unapoamka, wamama naomba niwaambie. Mimi kule kwangu nilipokana naye ni Muislamu. Nilimfanya yule Muislamu akaanza kwenda kanisani. Ndio. Kitakachomvuta jirani sio mdomo wako. Ule upendo utakao muonyesha atakwambia, upo kwenye maombi lini? Unamwambia maombi siku fulani. Anasema basi naomba niende. Na hapa nimesimamia watoto tu waliobadilika, waliokuwa Waislamu wakawa Wakatoliki. Nimesimamia nao watatu. Watoto ndio vuna. Hata siku nyingine namwambia Bwana, na mimi nilivuna nyumbani kwetu. Niliwarudisha nyumbani kwetu wako hapa Bwana, nimewaleta. Ninawathibitisha kwa maneno yao hawa. Wamekaa na mtu ni Mkristo. Usiwe Mkristo Mkatoliki kwa kitende tu. Imani bila matendo imekufa wa mama. Uwe mtu akwenda kwa jirani, mama unaendeleaje za kwako? Sijakuona mtaani siku mbili mama, lakini natoka asubuhi narudi usiku. Mama unaendeleaje? Mama atakwambia, yaani hali yangu mbaya, nilikuwa naumwa au nauguliwa. Unatoa hata 2000. Mama, naomba hii hapo utanua hata mboga. Unakula nini kwa jirani? Nisikilize, hata kwenye familia kilichotukuta. Umeolewa ukakuta wako ukakuta ni wachawi. Ndio, nimepelekwa huko ili nikawe Esther nikakomboe ile taifa watu wamjue Mungu. Hata kama mchawi wewe, mama amekaa, mama yako mchawi. Mama yako mchawi hata wewe ni mchawi. Mama mpo. Naongea na mama yuko hapa hakusalimia wake zake na wake. Na anaona ni kawaida. Unachopanda utakivuna. Hakuna mtu anabarikiwa nje ya familia mama. Na nataka nitazungumza leo. Hata baba angekuwa hapa, angenielewa sana. Ili mwanamke uliyekaa hapo ubarikiwe. Cha kwanza mbarikiwe na mume wako. Hapo ndo kazi. Aliyepata hata nusu na mwaka. Sasa ana miaka tumbo mzima. Ili uweze kubarikiwa, na ongea ukweli mama, baraka ya kwanza inaanza kwa mume wako. Paroko hapa yeye anakuja kuhitimisha. Angalia mama sasa hivi tumekazana. Tumebeba mashaka. Tumebeba baraka kama baba. Tunafika madhabahuni. Baba kama malaika. Huko nyumbani unaongea na mume wako ni simba. Tena umesimamia kucha. Akikuuliza chochote wewe ni nani? Wewe ni nani bwana? Wewe ni nani? Baadaye mama nimebaki mtawata nikifika kwa kazi. Kumbe ni chui. Kumbe ni chui, na ndio maana tumechagua chui kanisani, wanatuletea shida. Unakuta mama anachaguliwa, nyumbani hamna kitu, amegombana na mtaa mzima,
Naomba tuulizane hapa, tuongee. Yaani hapa tunaongea mambo ya ukweli na uwazi, hatupepesi. Naomba niulize mama zangu ndio hapa. Zamani makanisa yalikuwa, kwanza kanisa lilikuwa namna msikiti na Katoliki tu, kweli uongo? Lakini zamani watu walibarikiwa. Makanisa kulikuwa hamna, mapresha hamna. Kweli uongo mama yangu? Muulize wa zamani kidogo. Yaani kulikuwa hamna magonjwa yanayosikia kwa kufariki. Asante. Wanashangaa